nafikiri na ninyi huwa mnawasikia hata kwenye mitandao kwamba Christmas ni sikukuu ya kipagani. Mlishawahi kusikia maneno ya namna hiyo? Lakini hawaelezi ni ya kipagani katika mfumo upi, kwa sababu hakuna kitabu chochote cha historia yoyote ya kanisa inayoonyesha kwamba Christmas ni sikukuu ya kipagani. Isipokuwa ninachokubaliana ni kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka kulikuwa na sherehe ya sikukuu ya kipagani ambayo haikuitwa Christmas. Jamani, si ninaeleweka vizuri? Uhuru wa Tanzania ulikuwa tarehe ngapi? Mwezi wa 12, 61. Hivi tuseme waliozaliwa tarehe hizo wote tuwaita kina Uhuru? Si mtu anaweza kuitwa John na hata kama alizaliwa tarehe hiyo. Na yeye aliyezaliwa tarehe hiyo sio uhuru kama uhuru unaosherekea wewe. Kwa hiyo kulikuweko na sikukuu tarehe hiyo 25 mwezi wa 12 kila mwaka. Na wakati huo kanisa, Yesu alikuwa ameshazaliwa, na Wakristo wengine walikuwa wameanza kuzama kuanza kufuata sikukuu hiyo ya kipagani. Jamani, ninaeleweka vizuri? Sikukuu ya kipagani iliyokwenda kufanyika tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka. Sasa Wakristo viongozi wakasema, ili kuwanusuru watu wetu wasiingie kwenye sikukuu hii ya kipagani ya kumwabudu Mungu jua, mungu wa Kirumi aliyeitwa jina lake Sol Invictus. Ilikuwa ndio jina la huyo mungu wa Kirumi, alikuwa anaitwa Sol Invictus. Na wakawa na sikukuu, sio sikukuu iliyoitwa Christmas. Ilikuwa inaitwa Saturnalia. Sikukuu hiyo iliyokuwa inasherekewa kila tarehe 25 mwezi wa 12 ilikuwa inaitwa Saturnalia. Na walikuwa wanamsherekea mungu jua aliyekuwa anaitwa nani? Sol Invictus. Sijui kama naeleweka vizuri. Lazima nikulete kwenye historia ili ujue kwamba kwa nini tunasherekea Christmas na uhalali wa kusherekea Christmas. Na wale wanaoshambulia wanarubuni akili za watu wasio na elimu, watu ambao hawajajua maandiko, ili waseme lakini kweli inawezekana Christmas ni upagani, hebu tuache. Na inawezekana ndio maana na wengine hawajaja leo. Pengine wengine wanafikiri ni sikukuu ya kipagani, lakini hii ni sikukuu ya kweli na imeruhusiwa na Mungu mwenyewe. Kama unanielewa vizuri sema amen. Ngoja nije polepole. Sikukuu ya kipagani ilikuwa inaitwa nini? Nimeenda haraka. Ilikuwa inaitwa Saturnalia. Walikuwa wanamsherekea mungu gani? Mungu jua. Wa wapi? Wa Kirumi. Aliitwa nani huyo mungu jua? Sol Invictus. Ningekuwa narusha kwenye screen pale, ningewaandikia ili uone. Sol Invictus. Viongozi wa kanisa wakasema, sasa Wakristo ndani ya kanisa na wao wameanza kwenda kushiriki ibada za Sol Invictus, siku ya Saturnalia. Wakasema sisi tugeuze sasa, kwa sababu siku hii ni kusherekea mungu jua. Sisi tunalo jua la haki, tunalo jua la haki ambalo limetuzukia. Jina la Bwana libarikiwe. Malaki sura ya 4 nasema nini? Unaweza kunisaidia kusoma? Sikutaka niingie zaidi kwenye historia kwa sababu nina mambo mengi ambayo ningetamani kuyasema. Kitabu cha Malaki sura ya 4. Nisaidia haraka. Malaki sura ya 4 mstari wa 2 ukifika pale. Kuna ambaye anaweza kuwa sharp kidogo akaenda speed inayoitaka. Ndio.
mnaolicha jina langu. Si ndio sisi jamani? Jua la haki litawazukia, lenye kuponya mbawa zake. Ndiyo, kama ndama mazizini. Haleluya! Ninyi wenye haki ambao hamwabudu yule Sol Invictus, liko jua la haki litakalowazukia. Malaki hapa alikuwa anamuongelea nani? Yesu Kristo. Kwa sababu dunia ilikuwa imejaa giza, giza nene la dhambi. Mungu alikusudia alete jua la haki ambalo litang'aa, liondoe giza na nuru iweze kutawala. Huyu ni Yesu Kristo. Kwa andiko hili viongozi wa makanisa wakasema, na sisi tunalo jua, lakini jua letu sio lile linalowaka mchana. Sisi jua letu ni jua la haki. Na hili jua la haki tumeambiwa kwenu ninyi mnaolicha jina lake. Jua la haki watu wanaolicha jina la Bwana. Kama wewe unalicha jina la Bwana, sema amina. Kama unalicha jina la Bwana na jua la haki limekuzukia, sema amina. Wakasema kuanzia sasa acha washerekee jua la Sol Invictus, sisi tusherekee jua la haki ambalo ni Yesu Kristo, kuzaliwa kwake. Tarehe 25 sio tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini viongozi wa kanisa wakaiweka ili watu wake, watu wa kanisani, wamtukuze Yesu kuliko Sol Invictus. Cha msingi sio tarehe kwamba Yesu alizaliwa tarehe ngapi. Cha msingi ni kwamba ni kweli Yesu alifanya nini? Alizaliwa. Hebu naomba niwaulize hapa, kwani hapa hata humu kanisani hakuna watu ambao hawajui tarehe zao za kuzaliwa? Yaani tena wako wengi. Ukiwauliza ulizaliwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka gani, yana kuambia mimi naandikaga tu tarehe 1 mwezi wa 7. Ili ndio sitasahau. Tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka gani? Anasema mimi unamuona Toja, ndio tunalingana naye. Kwa hiyo kamuulize tu. Kwa hiyo jibu atakalokupa Toja maana yake ndio na yeye amekubaliana ni umri wake. Basi hata kama angekosea tarehe, amezaliwa hajazaliwa, cha msingi ni yeye amezaliwa na yupo, na ametabiriwa atakuja, amekuja. Jua la haki ndilo limezaliwa. Jua la haki limetokeza. Wanaomcha Bwana lazima tulishangilie. Na Biblia inatuambia, Biblia inasema pale ule mstari wa 1, tutatoka nje. Mstari wa 2 ule mwishoni anasema tutatoka nje na kucheza cheza kama nini? Kama ndama wa mazizini. Siku ya leo sio siku ya kununa. Siku ya leo ni siku ya kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Shetani anabadilishaga mambo. Nakumbuka mimi nilipokuwa bado mdogo, mama au baba wasipotununulia nguo za sikukuu ya Christmas, yani unaona umenyanyasika kweli. Jamani, sina nyeri wahi kuwatokea hiyo. Yani kulikuwa na nguo maalum zinaitwa nguo za Christmas. Yani baba kupeleke dukani au akupeleke hata kwenye mitumba, akununulie nguo, inafuliwa, inanyooshwa. Yani tarehe 24 mapema ilishapigwa pasi na ninginizwa pale. Kila dakika unaiangalia unasema hii inavaliwa kesho hii. Unasema nguo yangu ya Christmas. Enzi hizo bado tunavaa kabaradini. Kabaradini ilikuwa inang'aa. Tulikuwa tunaitoa tunaweka kwenye jua, unaangalia mwelekeo wa jua kama uko kule, unaiweka hivi unaona inavyomeremeta hivi, unasema kesho inavaliwa. Sasa mtu anafikiri Christmas ni kuvaa nguo. Na hata wengine wakienda kwenye ibada au wakitoka kwenye ibada unasikia naomba Christmas. Mliwahi kuyasikia hayo? Naomba Christmas. Ukimpa
chupa ya soda, nasema asante kwa Christmas. Christmas inatangaza sio chupa ya soda, wala Christmas sio nguo mpya, wala Christmas sio pakti ya karanga, wala Christmas sio kupika pilau. Christmas ni jua la haki lizuke katika maisha. Christmas ni mabadiliko. Christmas ni maisha mapya. Christmas ni kuondoa giza la Sol Invictus na kuleta jua la haki. Haleluya! Ndio maana wa Kristo tunaendelea kusherehekea. Wengine wamekuwa wakinipigia simu mara kwa mara, wananiuliza maswali. Mimi nawaambia jamani, msiogope kusherehekea Christmas. Ni sikukuu halali ya kibiblia na hakuna atakaye kwenda motoni eti kwa sababu kasherehekea Christmas. Tena mimi nawaambia, Mungu akiniazima tu nisimame getini hata kwa lisaa hili, tangazo la kwanza, waliosherehekea jua la haki ingieni kwanza mbinguni. Wale walioleta mgomo subirini kwanza mpaka tutazame. Sema amina. Nilienda kijiji jirani na kina Morton kinaitwa Kigogwe. Nafikiri ndiko alikotokea mke wake. Ete Kigogwe. Hajatoka Kigogwe. Kigogwe. Nilienda kuhubiri pale Kigogwe kwenye mkutano mkubwa wa nje. Wakati huo walikuwa wanaita conference. Wakaja kwaya ya hawa watu wa Jumamosi. Wakaanza kuimba, wanasema eti mwezi wa 6, walinukuu kabisa andiko katika Luka. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alikwenda kwa Mariamu na kumwambia umepata neema. Alafu eti mwezi wakaingia kibeti cha pili. Inakuwaje sasa mwezi wa 6 malaika mwambie Mariamu atazaa, alafu mwezi wa 12 tayari ameshazaliwa? Wakisema, alafu kawimbo kazuri wanagonga, mtoto gani huyo? Wanasema ni njiti kabichi hajakomaa. Na mimi ndiye mgeni mhubiri kwenye hiyo conference. Bili ni kerab. Nilisimama kabla ya neno, kabla sijakaribishwa, nikasema nataka niwanyooshe. Wao walijua mwezi wa 6 ni mwezi wa kalenda hii tulio nayo. Kumbe ile ilikuwa ni mwezi wa 6. Hebu tulisome ili andiko tuweze kulielewa vizuri. Maana ni Luka sura ya, sema amen, sura ya 1 mstari wa 26. Luka 1:26. Tuwekee mara moja pale haraka haraka. Luka 1 mstari wa 26. Naomba tusome wote hapa kwenye screen yetu kama unaweza. 1, 2, twende. Mwezi wa 6 malaika Gabriel. Ilikuwa mwezi wa ngapi? Sasa ndio wengine sasa wanafikiri ni mwezi wa 6 wa kalenda, kama hivi tulivyo mwezi wa 12. Hapana, huu sio mwezi Juni. Maana mwezi wa 6 unaitwa mwezi Juni. Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni. Hii mwezi wa 6 sio mwezi Juni, ila ni mwezi wa 6 wa mimba ya Elizabeti. Unaposikia tu anasema mwezi wa 6, lazima utafakari mwezi wa 6 wa nini? Ilikuwa ni mwezi wa 6 Elizabeti binamu yake na Mariamu akiwa na mimba. Twende mstari wa 36, sura hiyo hiyo. Bandika mstari wa 36. Sikiliza, malaika anakuja na fafanua. Hivi ndio vitu ambavyo watu wengi hawavijui katika kuielewa Christmas. Tusome wote. 1, 2, 3. Malaika anaendelea kumwambia Mariamu nini? Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume. Ni wangapi? Ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Jamani, kama unanielewa vizuri sema amen. Kwa hiyo mwezi wa 6 unaotajwa katika mstari wa 26 ni mwezi wa 6 wa nini? Wa mimba ya Elizabeti, sio mwezi wa 6 wa kalenda. Sasa mwanamke akiwa na miezi 6 ya mimba lazima igonge mwezi wa 6. Kama mimba alibeba mwezi wa 9, si mwezi wa 6 wake itakuwa mwezi wa 3.
mwezi wa 3 itakuwa ni mwezi wa 3, anasema hii mimba ni mwezi wangapi wa hii mimba? Anasema huu ni mwezi wa 6 wakati uko kliniki. Huu ni mwezi wa 6 lakini wa 3 kwenye kalenda. Kama unanielewa vizuri sema amina. Hebu sema hilo tumelifuta kwa jina la Yesu. Hivi anaweza kuja mshamba yeyote wa maandiko akakudanganya kwenye andiko ili eti mwezi wa 6, kwa nini mnasherehekea mwezi wa 12? Jibu tunamwambia hapana. Yesu hajazaliwa kabichi. Alikuwa amekomaa, ameiva, anaelewa kila kitu. Alafu mimi nahisi cha ajabu, Yesu alikuwa na uelewa wote hata alikuwa tumboni. Ngoja tuende kwenye maandiko kidogo. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Nasema tena haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ninachotaka kusema ni kwamba kama unaandika, andika uhakika wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Uhakika wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuna maandiko utaenda kuyasoma mwenyewe. Naomba nisiyasome kwa sababu ya muda. Luka sura ya 1 mstari wa 26 hadi wa 38. Haya ndio maandiko mama ya somo letu la leo. Luka sura ya 1 mstari wa 26 hadi mstari wa 38. Mimi ngoja nifafanue namna hii. Kwanza ili uweze kuelewa, tunapojifunza kuhusu uhakika, kwanza hatuna wasiwasi kwamba Christmas ni sikukuu halali. Lakini cha msingi sio tarehe. Cha msingi ni uhakika kwamba alizaliwa. Cha msingi ni kwamba alizaliwa. Na wako watu wengi sana ambao hatuwaoni, lakini tunawasoma kwenye historia kwamba alikuwepo na alizaliwa. Tulipokuwa shule ya msingi tulikuwa tunasoma Rais Nyerere amezaliwa tarehe fulani mwezi fulani. Unajibia mtihani mpaka wa shule ya msingi kumaliza shule ya msingi kwamba Nyerere alizaliwa tarehe ngapi. Kwa hiyo tulikariri. Sasa Yesu, hata kama watu walikuwa hawajui tarehe maalum ya kuzaliwa kwake, lakini ni kweli alizaliwa. Kwa nini tuna uhakika kwamba alizaliwa? Ni kwa sababu huyu mwandishi wa injili hii, yani Luka, alipata muda wa kukaa na Mariamu mama yake na Yesu. Luka na Yesu walikaa hivi uso kwa uso. Akamhoji zaidi, na ndio maana katika Luka hii sura ya 1 anasema mimi nimefanya utafiti ili nihakikishe mambo haya ninayoyaandika ndivyo yalivyo. Maana yake ukisoma injili zingine, vitabu vingine vyote vya injili, injili aliyoiandika Luka kaandika vizuri zaidi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu kuliko mwingine yoyote. Na inasadikika ni kwa kuwa alikaa na mama yake Yesu, akamuuliza. Kwa hiyo visa vingi alikuwa anavijua mama yake. Na kwa kawaida mama anaelewa habari za mtoto vizuri kuliko hata baba. Jamani, kama unanielewa vizuri sema amen. Kwa hiyo mengi yaliyoandikwa katika hii injili aliyoiandika Luka ni maelezo aliyoyapata kutoka kwa nani? Kwa mama yake Mariamu. Haleluya. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba huyu Mariamu alipotokewa na malaika alikuwa anaishi kwenye mji mdogo uliokuwa unaitwa Nazareti. Hebu sema Nazareti. Katika mji ule wa Nazareti, Luka sura ya 2 mstari wa 39 anasema nini? Luka 2 mstari wa 39. Biblia inasema, basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Jina la Bwana libarikiwe. Walirejea Galilaya
mpaka mjini kwao Nazareti. Hebu tuseme wote Nazareti. Kwa hiyo malaika alipomtokea Mariamu na kumwambia umejaa neema, tazama utachukua mimba. Ile Luka 1:26. Mariamu alikuwa yuko wapi jamani? Nazareti. Kwenye mji wa Nazareti. Haleluya. Katika mji wa Nazareti ndipo alipopata ule ujumbe wa kumzaa mtoto. Na wakati akiwa na mimba, wakati huo mimba ya Mariamu ilikuwa ni changa, lakini mimba ya Elizabeth ilikuwa inazidi mimba ya Mariamu miezi mingapi jamani? Miezi 6. Na huyu Elizabeth mimba yake ilikuwa ni ya kumzaa nani? Yohana. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko, Yohana sio Yohana Mbatizaji. Yohana yule ambaye ni mwana wa Zakaria alikuwa anamzidi Yesu miezi 6. Sema amen. Lakini mimba ya Mariamu ikiwa changa, akaamua kwenda kumtembelea kutoka Nazareti, akapanda milimani kwenda kumtembelea ndugu yake Elizabeth. Biblia inasema Mariamu na Elizabeti walikuwa ni ndugu. Walikuwa wanaitana mabinamu. Ukisoma tafsiri ya Kiingereza inaweka vizuri, inamuita ni cousin wake. Ilikuwa ni binamu. Akasema ngoja nikamtembelee binamu. Wakati huo mimba ya Elizabeth imesogea. Na Biblia inatuambia namna gani? Wakati wamefika tu na kuonana, mambo mawili yalitokea. Naomba mniruhusu niweze kuyasoma. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Ile Luka 1:40. Luka sura ya 1:40. Luka sura ya 1:40. Nisome mpaka 41. Ndiyo. Na umechomekea hapa. Kule kuamkia kwake Mariamu. Watumishi wa Mungu sema amen. Sasa Yesu ndio bado ni kitoto kichanga kiko tumboni. Na Elizabeti na yeye ni kitoto kimekuwa kina miezi zaidi ya 6 sasa. Mariamu anasafiri kwenda kumtembelea binamu yake. Jamani, unanielewa vizuri? Binamu yake anaishi wapi? Biblia haisemi. Lakini alikuwa anaishi vijijini. Kule milimani. Warundi wanaita mubigwati. Kule maporini. Ikabidi Mariamu walipofika tu akaonana na Elizabeth. Biblia inasema kitoto kichanga ndani ya tumbo la Elizabeth likafanya nini? Ikaruka. Nani aliyeruka? Ni nani aliyeruka tumboni mwa Elizabeth? Sasa nataka tutafakari kidogo. Unafikiri ni kwa nini kitoto kiliruka? Maana yake kilikuwa kiliona kitoto kingine kiko ndani ya tumbo lingine ambacho ni kiheshimiwa kuliko yeye. Haleluya. Sema Biblia haisemi kila kitu. Lakini mimi naamini huko tumboni Elizabeth alisikia ni vurugu, maana kitoto hakitulii, kinaruka, kinapiga masaluti ovyo ovyo. Na Biblia haijaeleza, lakini nahisi Yesu ndani ya tumbo la Mariamu alikuwa kazi yake ni kutikisa kichwa, anapokea saluti ya Yohana. Ndio maana nikwambie, kuzaliwa kwa Yesu huwezi kufananisha na kuzaliwa kwa mtu yoyote duniani. Si mtume, si nabii, si kuhani, si mtu mashuhuri duniani. Kuzaliwa kwa Yesu ni kuzaliwa kwa tofauti. Hilo ni jambo la kwanza.
kitoto kikaruka kwa ajili ya kukisalimia kitoto kidogo kilichokuwa tumboni. Lakini jambo la pili, tunaona baada ya kitoto kuruka katika tumbo lake, sentence ya mwisho, Elizabeti akafanya nini? Akajazwa Roho Mtakatifu. Hebu tuseme wote, Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Swali, ni nani aliyemjaza Elizabeti Roho Mtakatifu? Akiwa wapi? Tumboni kwa nani? Maana tungesema ni Yohana. Yohana alikuwa ameshakaa zaidi ya miezi 6 tumboni, hajamjaza mama yake Roho Mtakatifu. Lakini kitoto ndani ya tumbo la Mariamu, hiki bado kichanga, bado kina uwezo wa kujaza Roho Mtakatifu. Kina nguvu ya kujaza Roho Mtakatifu. Sasa hatujui alijazwa kwa dakika ngapi au masaa ngapi, lakini alijazwa na Roho Mtakatifu. Piga kelele, sema amen. Hebu niwaulize, hiki ni kitoto cha kawaida kweli ambaye anaweza akapigiwa saluti yuko tumboni? Anaweza kamjaza mtu mzima tumboni Roho Mtakatifu akiwa tumboni? Maana yake huyu sio mtoto wa kawaida. Na ndio maana Biblia inatuambia wale wanaomjua Mungu, wanaomcha Mungu, lazima jua la haki liwazukie. Yesu Kristo anapozaliwa katika Christmas kama ya leo, maana yake kama Yohana alitoa saluti, sisi wote tunatakiwa tumtolee saluti mtoto aliyezaliwa. Piga kelele, sema amen. Okay, ngoja niruke tu mambo machache. Unaona, wakati Yesu amezaliwa, kulikuwa na mamajusi kutoka mashariki. Walikuja wanaifuata nyota mpaka Nazareti. Walipofika pale, unajua Yesu alizaliwa Nazareti akakulia Bethlehem ya Uyahudi. Walivyofika pale wakafanya kosa, wakaingia kwa mfalme Herode kwenda kuuliza. Swali walilouliza, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Bado ni mchanga hapo, amezaliwa. Yuko wapi? Alafu wakaendelea na maelezo, tumeiona nyota yake mashariki. Hiyo mashariki inayozungumziwa leo inaitwa ni nchi ya Iraki. Tumeiona nyota yake na sisi tumekuja kufanya nini? Kumsujudia. Mtoto, watu wanasafiri maili nyingi kuja kumsujudia. Wanatheolojia wanasema kutoka Iraki walikotoka wale mamajusi kwenda mpaka Israeli alikozaliwa kwenye mji wa Nazareti ilichukua sio chini ya miezi 9 kusafiri. Miezi. Unaona, unaposoma maandiko unaweza kufikiri waliondoka tu kama wanaenda Kariakoo wakafika. Walisafiri kwa ngamia zao miezi, sio chini ya 9. Wamefika pale, wanauliza yuko wapi mtoto aliyezaliwa? Na yule Herode aliposikia kuna mtoto ambaye kaongoza watu kutoka mbali, wamekuja mpaka kwenye mji wa Nazareti, akawaita baraza la wazee. Leo tungeita baraza la mawaziri. Akasema, niambieni, eti kuna mtoto kazaliwa. Hebu niwaulize jamani, hivi katika Nazareti kulikuwa hakuna watoto wanaozaliwa? Kwa nini huyu mpaka peke yake asababishe watu wasafiri kutoka mashariki kule Iraki, wavuke mito, waende na ngamia zao mpaka waingie Israeli? Kwa kuwa huyu mtoto sio wa kawaida. Huyu mtoto sio wa kawaida. Huyu mtoto ni jua la haki limekuja. Huyu mtoto amekusudiwa na Mungu mwenyewe. Wazee wakamwambia, ni kweli manabii walitabiri. Hata kama ungesoma kitabu cha Mika sura ya 5, ukianza ule mstari wa 1 na wa 2, unaona manabii wanatabiri. Ukisoma Isaya sura ya 9 mstari wa 6, nabii Isaya anatabiri miaka 600 kabla. Sema manabii walitabiri kwamba atazaliwa na huyo ataitwa mfalme wa Wayahudi. Herode aliposikia
anakuja kama mfalme, akaingiwa na hofu, ikabidi aandae jeshi. Hebu fikiria, jeshi limekusanywa, kikosi kama cha JW, cha Lugalo na wapi na wapi, wamejipanga, wamejaa uwanja, alafu wanaenda kumtafuta nani? Mtoto aliyezaliwa. Umevaa makombati, umeweka mabomu, visu kama vya Masai, bunduki, kila kitu. Alafu mke wako anakuuliza, mme wangu kuna vita? Anasema ndio, tumeambiwa na mfalme Herode kuna mtoto kazaliwa, ndio tunaenda kupambana naye. Hivi kama wewe ni mwanajeshi kweli, umepiga makombati sawasawa, kofia ya chuma na mabomu na silaha na visu na nini, alafu wewe tunaenda kupigana na mtoto, hivi hata mke atakuelewa? Si atasema huyu mume sasa tayari, au mfalme na matatizo. Majeshi yakakusanya, tafuteni kila yeyote ambaye yuko chini ya miaka 2, malizeni, maana mimi namtafuta mtoto aliyezaliwa. Nataka niwaulize wasomaji wa Biblia, jitihada za Herode zilifanikiwa kumpata Yesu? Zilifanikiwa? Hapana. Hapana. Kwa sababu wakati anaendelea kukusanya, wale mamajusi walikwenda, wakafika alipokuwa mtoto, wakamsujudia na wakatoa zawadi zao, dhahabu, uvumba, mane. Na historia inasema wale mamajusi walipotoa vile vitu, Yusufu aliviuza, akanunua punda. Unajua punda enzi hizo ni chombo cha usafiri, sio kama Tabora punda anabebeshwa mizigo. Ile ilikuwa chombo cha usafiri wa maisha ya kawaida. Wale ambao walikuwa na uwezo wa kununua farasi ni kama vile leo mtu amenunua Prado, lakini kununua punda ni kama kigari, hivi vigari vyetu vya vidogodogo vya kawaida. Yusufu kwa sadaka ya wale mamajusi akanunua punda, na aliponunua, malaika akamjia Yusufu akamwambia, mchukue mtoto na mamaye, ondoka, kwa sababu Herode anatafuta mtoto apate kumwangamiza. Yusufu, Mariamu na mtoto wakapanda punda, wakasafiri mpaka Misri. Kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu moja, kama umekuja kwa kusudi la Bwana, hata wangepangana majeshi ya kukuangamiza hawakuwezi. Nasema hawakuwezi. Herode alipanga majeshi yake wammalize Yesu, watoe historia yake, lakini hawakuweza. Nami niseme majeshi ya adui juu ya maisha yako hayakuwezi ikiwa utasimama katika kusudi la Bwana. Piga kelele, sema amen. Hebu mpe mkono uliyekaa naye, mwambie usiogope vita ulionayo. Mwambie Bwana yuko upande wako. Sema maherode wote watashindwa na wewe utakuwa salama. Piga kelele, sema amen. Biblia yangu inaniambia wakijikusanya kwa njia moja, Bwana anawatawanya kwa njia 7. Wakikusagia meno, Mungu anaona umemsagia yeye. Na mimi nitaka kutahadharisha, ukitaka kuwa salama katika maisha haya na maisha yajayo, usije ukajitahidi kumshambulia aliye na Mungu. Mtu yoyote mwenye Mungu, ukijaribu kumpambana naye, ni kama unapiga ngumi kwenye ncha ya mkuki. Anayeumia ni wewe mwenyewe. Na ndio maana ni vizuri kukaa na Mungu sawa sawa, kwa sababu kila hatari inayokuja mbele yako Mungu anakuepusha nayo. Kila ubaya unaokuja mbele yako Mungu anakuepusha nao. Nasema Mungu akulinde na neema yake kufunike katika jina la Yesu. Kama Yesu aliepushwa na uharibifu wa Herode, Mungu akuepushe na uharibifu wowote wa shetani juu ya maisha yako. Mungu akuepushe na ubaya wa shetani juu ya kazi za mikono yako. Mungu awalinde watoto wako na kuwatunza, waweze kuwa salama mpaka Herode atakapokufa. Herode wako atakufa, lakini wewe utakuwa salama. Haleluya!
Wanajeshi, mnaenda wapi wanajeshi? Mbona mko kwenye gwaride? Tunaenda kupigana na mtoto. Kumbe mtoto kishaondoka, yuko zake Misri, ametulia. Anasubiri tu ambiwe rudi. Walikaa miaka kadhaa, na ndio maana nikwambie Misri iko Afrika. Tunaelewa? Ndio maana mnaona leo hii tukisema neema ya wokovu zaidi duniani, sijui kama mnaelewa, iko Afrika. Mnajua namna hiyo? Vitu vingi vya maana vya thamani viko wapi? Ukitaka dhahabu, mali ya kutosha, matanzanite, nini, bahari ambazo zina maji ya kunyweka, ni viko Afrika. Kila kitu kizuri. Na ndio maana unaona Kongo vita haishi, kwa sababu wanaona mali iliyojaa kule. Na kwa nini mali imeachiliwa huko? Kwa nini nguvu ya wokovu bado iko huko? Kwa nini baraka za kimungu bado ziko huko? Ni kwa sababu walimpokea Mwokozi, walimtunza Masihi, au akimbie mikono ya Herode. Haleluya! Na mimi niseme, kama ungekuwa tayari ukampokea Yesu, kamwambia Yesu, jifiche kwanza Herode asikuone, baraka zingekuja kwako. Piga kelele, sema amen. Kitu ambacho tumekosa tu sisi ni shetani anatukorofisha akili. Hatuoni utajiri tulio nao. Tunajiona sisi ni maskini, tena ombaomba, tuliochoka. Na unajua umaskini wetu sio wa mali. Mali zipo, lakini umaskini wetu uko wapi? Kichwani tu. Huku gorofani ndio kuna umaskini. Yaani hii Tanzania hii peke yake uchukue tu kanchi ka Ulaya kamoja, sisi tukaishi Ulaya, alafu wao wahamie huku, miaka miwili mingi itakuwa imeshafanana na Ulaya, tena zaidi. Unanielewa nachokieleza? Mimi nimeenda nchi zingine za Ulaya huko, unakuta gorofa linajengwa kwa mbao. Nasema gorofa linajengwa kwa mbao, nasema tena hizi mbao zimesafirishwa kutoka Afrika. Afrika kule hali ya hewa mbaya, kipindi cha baridi ni hatari. Mimi nilinusurikaga kufa, niko kwenye state moja inaitwa Sufos, mpaka nikawatangazia maaskofu, nikasema msiniweke tena kwa huyu mchungaji, kidogo aniue. Maana ana gorofa lakini kaniweka kwenye basement, gorofa la kwenda chini, baridi kidogo nife. Hali ya hewa mbaya. Lakini hapa Afrika hali ya hewa ni nzuri, hatuna majanga mengi, si ni kweli? Kule ninyi mnatembeleaga hata YouTube, mnaweza mkaona mafuriko. Sijui mafuriko yametokea nchi gani, sijui majanga gani, matetemeko ya ardhi, vitu gani. Magari yanasombwa, magorofa yanabomoka. Sisi tuko salama. Kwa nini? Tulimpokea mtoto aliyezaliwa. Tulimtunza mtoto aliyezaliwa. Tulimhifadhi mtoto aliyezaliwa. Na injili tunayoihubiri sisi hapa Afrika, ukiipeleka Ulaya na Marekani ni hot cake. Wao wanachotuzidi ni nini? Hela tu. Na ndio maana unaona mtu anaweza kutoka huko Ulaya akasema niandalie semina, nina milioni 20. Mimi niko tayari, mniandalie semina. Sasa ukishasikia milioni 20, utaacha kuiandaa. Kwa hiyo anakuja tu anabwabwaja, hata kama haeleweki. Kuna ambao bado wako vizuri, lakini walio wengi leo hamna hata neno. Sisi hatuna hela, tumebaki na nguvu ya Roho Mtakatifu, tumebaki na nguvu ya neno, bado tuna uwezo mkubwa. Wale ambao wametoka Afrika wakaenda Ulaya, wakaenda Marekani, hao tunamshukuru Mungu, walio wengi bado wako vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Na hasa wa Afrika, hasa wa Afrika, hasa wa Afrika, hasa wa Afrika, hasa wa Afrika. Tulimpokea, Afrika ilimpokea Mwokozi aliyezaliwa. Sasa tunakula matunda ya baraka zake. Mpendwa wangu, unaweza kuona labda sijaenda katika mambo mengi sana, lakini nataka nikuambie tu kwamba kuna uhakika kwamba Yesu alizaliwa.
Haijalishi tarehe wala mwezi wala mwaka, lakini tunachojua ni kwamba Yesu alifanya nini? Alizaliwa. Na nimekuambia ilikuwa ni kupindua sikukuu ya kipagani ili iingie sikukuu ya watoto wa Mungu, ya wacha Mungu, ambapo sikukuu ya kipagani iliitwaje? Saturnalia. Ilikuwa ya kumwabudu Mungu gani? Sol Invictus. Wa wapi? Warumi. Ambayo yule Sol Invictus alikuwa ni Mungu jua. Si bado tunaenda vizuri pamoja? Na Biblia inatuambia sasa sisi wenye haki tuna jua la haki ambalo linatuzukia, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na historia inatuambia haya mabadiliko makubwa ya kumpindua Sol Invictus ili jua la haki litawale, maana yake sasa iingie sikukuu tofauti na sikukuu ya Saturnalia. Saturnalia ilikuwa sikukuu ya kipagani. Kanisa likaanzisha sikukuu iliyoitwa Christmas. Christmas. Christmas maana yake misa ya Kristo. Sio ya Sol Invictus tena, ni misa ya Kristo au ibada ya kumwabudu Kristo. Ndio tafsiri ya neno Christmas. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii sikukuu ya Christmas ilianzia huko Rumi kupindua sikukuu ya Sol Invictus wa Saturnalia. Mwaka wa 336 baada ya Kristo. Mwaka wa 336 BK ndipo ilipofanyika Christmas ya kwanza duniani iliyofanyika kule Rumi. Kanisa la Kristo wakasema tunaharibu na tunadhoofisha sikukuu ya Saturnalia, tuinue sikukuu ya Kikristo inayoitwa Christmas. Sema amen. Sasa niwaulize kidogo, wamefaulu au hawajafaulu? Walifaulu au hawakufaulu? Hivi duniani bado mnaisikia sikukuu inayoitwa Saturnalia? Christmas iko kila kona, kila mahali ni Christmas. Ulaya, Marekani, Uarabuni wanaijua Christmas. Sol Invictus hasikiki tena, lakini Yesu Kristo ambaye ni jua la haki anasikika. Kuanzia mwaka huo wa 336 ambapo ndipo kulikuwa na Christmas ya kwanza, watu waliendelea kuipokea pole pole, wakielewa wanaipokea Christmas, na wao wanaanza kusherehekea. Nchi zingine zikaanza kupokea Christmas, nchi zingine zikaanza kupokea Christmas. Ilipofika mwaka wa 1043 baada ya Kristo, ndipo dunia yote, mwaka huo ndipo Christmas ilianza kusherekewa dunia nzima kwa mara ya kwanza. Mwaka wa 1043 baada ya Kristo. Kwa hiyo unaweza kuona Christmas imekuwa na historia. Kuanzia ilipoanza mwaka wa 336 mpaka mwaka wa 1043, sio muda mfupi jamani. Ni zaidi ya miaka 1000. Karibu miaka 1000. Lakini haijazimia wala haijapotea Christmas. Christmas imekuwepo kwa miaka mingi. Piga hesabu mwenyewe. Sasa tuna mwaka 2025. Kuanzia mwaka wa 336, fanya 2025 kutoa 336. Utapata jumla ya miaka ambayo watu wamesherehekea Christmas. Alafu niambie, vingekuwa vya shetani vingedumu kwa muda wote huo? Vya shetani vinaweza vikadumu miaka yote hiyo? Vya shetani vinakwenda, vinafika mahali vinapotea, lakini vya Mungu vinadumu. Kitu cha Mungu kinadumu. Na ndio maana nimekuambia Christmas ni sikukuu halali ambayo Wakristo wote duniani, wale ambao wanamjua Mungu na wanamcha Mungu, lazima wamtukuze Kristo kama jua la haki ambalo limezuka duniani na kuharibu sikukuu ya Saturnalia. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninakutakia Christmas njema.
Na namshukuru Mungu sijaitamka Pasaka, nimepiga Christmas hiyo hiyo. Maana nimejitahidi kuomba Mungu nisaidie nisiseme Pasaka. Na Mungu amenijalia, nafikiri sijaisema hata mara moja. Christmas yoye! Mungu akubariki, nikutakie Christmas njema. Na nikuombe hivi ninapomalizia somo langu, unapoanza Christmas vibaya, unaposherehekea Christmas vibaya, kwenda bichi kuogelea na vichupi, ujue hausherehekei Christmas hapo. Uko unasherehekea sikukuu ya Satanaria. Unaposema ngoja nikasherehekee sikukuu ya Christmas kwa uzinzi na ulevi, hiyo sio Christmas. Haumsherehekei Yesu hapo. Unamsherehekea Mungu gani? Sol Invictus. Sasa amua mchana wa leo, hata kama sijapata pilau, hata kama sijala kuku, roho yangu ina amani kwa sababu Kristo amezaliwa ndani yangu. Hata kama sina nguo mpya, mama usigombane na mume wako, haujaninunulia nguo. Hata chakula chenyewe, tunakula ugali Christmas kula chochote. Kama unayo ugali na matembele, wewe kula, lakini Yesu amezaliwa. Miaka ya leo kulilia nguo mpya eti ya Christmas ni ushamba. Kulilia kiatu kipya ushamba. Mama anapea kama 10 hivi, bado analilia ninunulie kanguo ka Christmas na mimi, ni utoto. Waliokomaa, unamsikia Yesu bado yuko moyoni. Ile nuru ya haki bado ipo. Je, Yesu bado ana hivi moyoni mwangu? Bado ninaruka kumtolea saluti mtoto aliyezaliwa? Hiyo ndio Christmas yako. Mungu akubariki. Naomba tusimame.